utafiti kidogo tu, kama ni mzuri wa kufuatilia mambo kuanzia kwenye maandiko na namna ambavyo tunaenda na tunafanya ibada. Jambo kubwa utakaloligundua ni mabadiliko makubwa sana katika ibada yetu kwa ujumla wake. Na ngoja niseme hivi, siku moja nilikuwa kwenye ibada mahali, na bahati nzuri nilikuwa na mama yangu mkubwa, ni mtu mzima, akitokeza hapa ni bibi kabisa. Alafu ibada ilikuwa ni nzuri sana, yani kwa jicho langu na kwa mtazamo wangu. Alipotoka nikataka niulize nijue amejisikiaje, sababu alikuwa ametoka kijijini, na Mnyakyusa huyu aliongea maneno haya na yakumbuka mpaka leo, huwa nacheka nikikumbuka. Na nitasema kwa Kinyakyusa alafu nitayatafsiri kwa Kiswahili. Aliniambia hivi: ngakabamo na kamo gwale mwingi gunjwego. Wanyakyusa amenielewa. Sasa wewe ongezee toni ya Kinyakyusa, ngakabamo na kamo gwale mwingi gunjwego, akimaanisha sijapata chochote, kelele ndio zilikuwa nyingi. Na mimi wakati namuuliza nilikuwa nategemea aseme, asifie uzuri wa ibada, kwa sababu mimi moyoni nilikuwa nasema leo tumemwona nani? Bwana. Lakini kumbe kuna mzee amekaa hapa akakabamo na kamo. Na hii sikuiacha hivi hivi. Bahati nzuri pia nikiwa chuoni nilipata nafasi ya kuandika kautafiti kidogo kanakohusu ibada. Na ngoja nikudokeze kidogo baadhi ya vitu nilivyovigundua kwenye yako kautafiti. Mimi niliamua kufanya utafiti kwa miaka 50 ya ibada, hasa kwa nchi yetu. Nikagundua mambo yafuatayo. Na huu utafiti niliuambatanisha na vitu vifuatavyo. Niliambatanisha historia ya ibada kwa miaka 50 pamoja na historia ya kanisa kwa miaka 300 nyuma, yani ndio niliolinganishia, lakini kwenye eneo la ibada. Nikagundua vitu vifuatavyo. Ibada zetu sasa hivi zina mziki mwingi zaidi na tuna wanamuziki wengi zaidi kwenye ibada zetu. Jambo la pili, tunafumba macho sana wakati wa sifa, lakini tunafungua macho wakati wa maombi, tofauti na zamani. Nafikiri watu wa zamani hawa wa ngakabamo na simo wanaweza wakajua, walikuwa wanafumba sana macho wakati wa maombi na wanafungua macho wakati wa sifa. Sisi tunafungua sana macho wakati wa sifa, tunafumba wakati wa sifa, tunafungua wakati wa maombi. Jambo lingine nililogundua, tunasimama muda mrefu badala ya mfumo wa kusimama mara chache na kukaa mara nyingi. Jambo lingine, ibada zetu zimekuwa za kutumia mwili zaidi, kwa maana ya kucheza, kuruka, kuinama, kuinua mikono, miguu, na wengine tukitoka hapa tuko hoi na tunakunywa hadi Panado. Jambo lingine nililogundua, tunaongozwa kuimba, kusifu na kuabudu na watu wachache, na wakati mwingine wanaimba wengine kwa niaba yetu. Sisi ni kama tunaunga tela, lakini hatushiriki kwa ukamilifu kwenye eneo la sifa, na ni mpaka tusukume sana. Ndio maana ibada zetu zimejaa twende, twende, ruka, nyanyuka, geuka, kulia, kushoto. Ni kwa sababu wanapata shida hata waongozaji, kwa sababu kadri tunavyozidi kwenda kuna watu ambao wanafanya kwa niaba yetu na wengine tumekuwa kama mabosi. Lingine nililogundua, drums na vinanda na vyombo vya muziki vimechukua nafasi ya kupiga makofi, kupiga vigeregere na shangwe. Sasa hivi hata hapa nikiamua kujaribu, utagundua hata ukimwambia watu piga makofi, utapiga afu yanapotea. Ukiwauliza kina mzee Mwambuga na wale waliokuepo, ibada zao yalikuwa yanapigwa makofi, wanatoka hapo kweli ibada imepigwa. Hawana vyombo vingi, na nakumbuka hata chekeche zile hadi watu walikuwa wanakuja na sufuria, na walikuwa wakifanya ibada kwa miili yao kwa ukamilifu. Lakini vyombo hivi vimechukua nafasi yetu. Drums sasa hivi imechukua nafasi ya ibada ya kupiga makofi. Kingine, tuna ibada nyingi Jumapili badala ya moja, na katika hizo ibada nyingi watu wanaangalia sana muda. Ukivuta tu kidogo unabaki peke yako.
ni utafiti wangu, kwa hiyo usininunie. Jambo lingine, ibada zimekuwa za kuona zaidi kuliko za kusikia. Na ukiangalia hata mbele karibu ya makanisa mengi ambayo nilijaribu kuchukua sample, kumejaa vitu vya kutazama. Yaani unaweza ukafika hapa ukao unashangaa dakika 30 na usijue kinachoendelea. Unashangaa mabango, bendera na makorokoro mengi na mataa ya kutisha na kushtua. Jambo lingine, ibada zetu zimekuwa tukio badala ya kuwa mtindo wa maisha. Yaani watu wanakuja kama kwenye tukio fulani, kwenye sherehe fulani, badala ya kuwa mtindo wa maisha ya Mkristo ya kila siku. Jambo lingine, kuna neno huduma linavyotumika ni kama vile linafanyika mwisho wa ibada, baada ya mahubiri. Watu huwa wanataka wafanyiwe huduma na wanapenda waitwe mbele waombewe, ndio wanaamini ibada imefanyika. Kwa hiyo tunapoanza ibada wao hawahudumiwi, tukiwa katikati ya ibada hawahudumiwi, na wakati mwingine hata neno linaweza likapita haudumiwi, ila huduma kwao kwenye akili yao iko mwishoni, na usipomwekea mkono kichwani anaona siku hata mchungaji hajaongozwa kiroho vizuri kwa sababu hajashikwa komwe. Kingine, teknolojia imechukua nafasi. Ibada zetu zina maskrini makubwa, maspika, mifumo ya sauti, nyaya za umeme zimekuwa nyingi kiasi hata ukitembea kanisani uwe makini usije ukapigwa shoti. Jambo lingine, watu hawabebi Biblia na tenzi, haijalishi ni soft copy au hard copy, wanategemea wataimba na kusomea kwenye skrini kanisani. Na hivi ndivyo vitu nilivyovigundua kwenye ibada ambavyo viliniachia maswali yafuatayo. Swali la kwanza lilikuwa, je, mabadiliko haya ni mazuri ama mabaya? Na mimi nakushauri na wewe utafakari hivyo. Swali la pili lilikuwa, ni utajiri ama ni umaskini kwa kanisa? Na jambo la tatu lilikuwa ni kubwa zaidi, ibada yetu inaelekea wapi na inapaswa kuelekea wapi? Na jambo jingine kubwa zaidi, nikajaribu kuwaza, je, tunaona ramani ya barabara ya kule tulikotoka, tuliko na tunakokwenda? Hivi tunajua tulikotoka kwa maana ya ibada ya jana ilikuwaje? Je, tunajua tulipo sasa hivi na tunachofanya sasa hivi kwa maana ya ibada ya sasa hivi tunafanyaje? Na hapa ndipo tunapata swali, vipi kuhusu mwelekeo wetu kwa ibada ya kesho? Hatima yake itakuwaje? Na haya yote ni maswali ambayo mpaka sasa hivi sijayapatia majibu, na naendelea kutafuta majibu. Kama nitakuja kukamilisha utafiti nitakuja kusema wakati mwingine. Lakini pamoja na utafiti huo, bado neno la Mungu ndio linalobaki kutupa ramani ya kujifunza na kujua ibada ni nini na Mungu anaonaje kuhusu ibada. Na kabla sijajibu hili swali, naomba niseme maneno yafuatayo. Na naomba ujue, ibada inakuathiri uwe unajua au ujui. Ibada inaathiri familia yako, inaathiri shamba lako, inaathiri kazi yako, inaathiri fedha yako, inaathiri hata masomo yako, na kila unachokifanya, unachokiishi kinaathiriwa na ibada yako moja kwa moja, na inaweza ikaathiri kwa uzuri ama kwa ubaya. Na ndivyo maandiko yanavyonionyesha. Matatizo mengi tulionayo yamesababishwa na namna tunavyofanya ibada, na mafanikio mengi tulionayo yamesababishwa na tunavyofanya ibada pia. Kwa hiyo ni kitu nyeti na ni kitu muhimu, na tutaenda kuiuliza Biblia, alafu baadaye tutaendelea kujifunza namna hiyo. Sasa twende tuulize hili swali, ibada ni nini? Na nafikiri makosa mengi tunayafanya kwa sababu hatujalijibu vizuri hili swali, na kila mmoja alichukue kwake kibinafsi. Ibada ni nini? Hebu labda nisaidie kumuuliza jirani yako, ibada ni nini? Na naomba nikwambie, watu waliookoka, tungekuwa tunatoa mtihani, huenda pastor angekata hata tamaa. Haya maswali ya kiibada, yani hata ya upako, muulize tu mpendwa, upako ni nini? Anaweza akakujibu kitu ukachoka ukakaa chini. Kwa sababu wewe unapofikiri
unaongea tuwe watu wa ibada. Unaweza ukafikiri ibada unavyoielewa ndivyo mwingine anavyoelewa, kumbe mwingine ibada anaelewa kitu kingine kabisa. Mimi nijifunza, niokokaga nikiwa mdogo, huwa nasemaga hapa. Tukawa na jamaa mmoja anaitwa Freddy, sitakuja kumsahau, naye akaokoka. Kidogo dishi lake lilikuwa nyaya zimelegea kidogo, lakini ziko vizuri. Lakini huyu jamaa alikuwa na bidii sana. Sasa Wanyakyusa tunavyozungumza kuhusu Roho Mtakatifu tunasema mbepo mwikemo. Kumbe mbepo mwikemo anavyomtafsiri yeye sivyo ambavyo sisi tulikuwa tunajua na Biblia inavyosema. Sasa Fred alikuwa na tabia moja, alikuwa anawahi sana ibadani. Na mimi kile kitu kilikuwa kinaniuma, nilikuwa natamani niwe nakuwa wa kwanza. Baadaye nikagundua namna ya kumshinda Fred, nikaamua kulala. Tulikuwa tunafanya ibadani kwa mama mmoja hivi. Nikaenda nikalala ili nimwahi. Kwa hiyo Fred anafika akakuta nimewahi. Akaniambia imekuaje leo umeniwahi? Nikamwambia leo nimekuweza. Kumbe mwenzake nililala jana. Sasa siku hiyo mvua ilinyesha usiku na iliangusha mahindi, migomba na baadhi ya nyumba. Tukiwa tunapiga story ndipo nikajua upendwa wengi ni vizuri tuwe makini na tuwe tunajua haya maswali yetu ili tuweze kutafsiri vizuri. Akaanza kumsifia Roho Mtakatifu, akasema Roho Mtakatifu leo kafanya kazi nzito sana usiku. Nikamuuliza kazi gani? Akasema Roho Mtakatifu nilikuwa namsikia tu, leo nimemuona kwa macho. Nikamwambia Fred, hebu nifafanulie vizuri. Umemuonaje? Akasema wewe uone mahindi yalivyolala chini, uone migomba ilivyolala chini, uone nyumba zilivyoanguka. Nikasema sasa Roho Mtakatifu anahusikaje? Akasema akulile pakiro ficho, yani kavuma usiku kucha. Kumbe ile mbepo mwikemo yeye anajua ni upepo unaovuma, na umevuma sana usiku, umedondosha mahindi. Kwa hiyo tukiulizana ibada ni nini, ni vizuri pia tuwe tunakaguana vizuri. Yaani unisaidie tena kuuliza ibada ni nini? Sasa nitalikopa neno moja. Na bahati nzuri hata sisi tunapenda kutumia neno la Kiingereza worship. Hili neno linatokana na neno worship, likiwa na maana ya uthamini au uthamani. Kwa hiyo ibada ni tendo unalofanya kwa mtu unayempa thamani ya juu kabisa. Ngoja nirahisishe Kiswahili. Ni heshima ya juu sana unayompa mtu unayemthamini. Kwa hiyo chochote utakachokipa heshima ya juu, thamani ya juu, hicho kitu unakiabudu. Na naomba utafakari kidogo na utagundua huenda hata Mungu huabudu. Kama kuna kitu ambacho unakithamini kuliko Mungu, ndicho ibada yako na ndicho unachokiabudu. Na ndio maana tunaposoma Malaki, taifa la Israeli wakati wametoka uhamishoni Babeli, wakapita mikononi mwa watumishi wa Mungu wazuri ambao waliliandaa vizuri, akina Ezra, akina Zerubabeli, akina kuhani Joshua, baadaye akina Nehemia. Kilipokufa kile kizazi chao, walienda kama miaka 105 mbele, wakaparanganyika tena. Wakaanza kuishi maisha ya kukata tamaa, na wasijue kwamba matatizo walionayo yametokana na ufanyaji mbaya wa ibada. Walikuwa wanaendelea kuja kanisani kwenye mahekalu yao, waliendelea kutoa sadaka zao, waliendelea kuimba, waliendelea kujifunza, lakini maisha yao ya kawaida kuanzia kwenye familia, mahusiano, kazi, biashara yalikuwa ni mabaya. Na bahati mbaya walifika mahali wakaanza kuhisi Mungu hajibu, Mungu haoni, Mungu hajali. Kwa hiyo walijikatia tamaa, wakawa watu fulani hawasemi lakini mioyoni wanasema. Na Mungu akamuinua nabii Malaki aende akazungumze nao. Na alikuwa akizungumza nao kwa njia ya mdahalo, wanajibizana. Na Malaki alianza na makuhani waliopakwa mafuta kama na wewe ulivyopakwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Alianzia ibadani kuwaambia shida mlizonazo Mungu hahusiki, ni nyinyi mmezisababisha. Na ukifuatilia vizuri kitabu kizima, lawama zote ambazo Mungu alitoa kwa lile taifa kama sababu ya maisha yao magumu yalikuwa kwa sababu ya ibada vibaya walivyokuwa naifanya. Na moja ya tuhuma kubwa ni heshima ya Mungu waliishusha kwa kiwango ambacho walimdharau Mungu. Walifika mahali walikuwa wana uwezo wa kwenda kwa gavana au mkuu wa wilaya wakampelekea sadaka ya mbuzi mzuri mnono, mbuzi amenenepa na zawadi nyingine kwa watu wanaoheshimu. Lakini wakija kwa Mungu wanaleta sadaka ya vitu ambavyo ni kilema,
vitu ambavyo ni chongo, vitu ambavyo vimechakaa, vimechoka, na Mungu akawa anaona na wao wasijue kwamba wanachosababisha wanaathiri maisha yao, na wakafikiri Mungu amewaacha. Ndio maana Malaki wakati anawauliza anasema mmenidharau, alafu wakawa wanamjibu wanasema tumemdharau Mungu kivipi? Ndio anawaambia kwani hiki mnachokifanya nyinyi mnaona ni sawa? Mmeniibia. Wanamwambia tumemwibia Mungu vipi? Kwa sababu ulikuwa ukiwaangalia wakija ibadani huduma wanafanya vizuri, wakija ibadani matendo ya ibada wanafanya vizuri, lakini ndani hayana heshima, ndani hayana ukweli na hayana utii. Na Mungu bahati mbaya hatazami nje, anatazama ndani. Ndio maana akawa anawasema mkitaka kutoboa hapo mlipokwama, mkitaka kwenda mbele hapo mliponasa, lazima mjue namna ya kuniheshimu. Na moja ya maneno ya kusikitisha sana Mungu aliongea, imagine Mungu amekuja anasema kikawaida mwana huwa anamheshimu baba yake, na akasema neno lingine mtumwa huwa anamheshimu bwana wake, lakini ninyi ambao mnaniita mimi ni baba yenu hamniheshimu. Iko wapi heshima yangu? Na naomba nikwambie moja ya kitu Mungu anachokidai kwako, wala hataki mambo mengi, anataka jambo moja tu, anaitaka sana heshima. Hiyo heshima ndio ibada yako. Sijui kuna mtu ananielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Na ninafurahi kwa sababu Mungu alitolea mfano wa baba. Unajua anachokuambia hivi, mnawaheshimu baba zenu kuliko mnavyoniheshimu mimi. Mnaheshimu mabosi wenu na kazi zenu kuliko mnavyoniheshimu mimi. Na unajua kila mtu huwa na namna yake ya kupima heshima, na Mungu huwa na namna yake ya kupima heshima. Ngoja nikwambie, ukikutana leo na askari polisi amechafukwa na ameshika silaha, kitu pekee kitakachokuokoa asikuchape risasi ni kumuonyesha heshima. Na unajua heshima ya askari unaonyeshaje ili asikuchape risasi? Tunafanyaje? Hebu nyosha ndugu yangu, umenyosha vizuri. Sasa nikuulize swali, hicho kitendo tukijaga ibadani leo hujakiona kikifanyika? Naomba niulize, leo wakati tunafanya ibada hatujafanya kitendo kama hicho? Inua mikono, si tumesalenda? Maana yake ni nini? Heshima kwa askari ni kusalenda. Vipi heshima kwa jaji ni nini? Kuinama, si ndio? Dokta amenisaidia hapa. Jaji akiona umeinama hivi anajua umemfanyaje? Umemheshimu. Mzazi naye kuna namna yake ambavyo anatafsiri heshima. Na hawa wote ni wanadamu tu, hawawezi wakalingana nafasi yao na Mungu wa mbinguni ambaye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na yeye anaitaka heshima yake. Sasa wengi tumekuwa wazuri kuheshimu vitu, kuheshimu watu, lakini heshima ya Mungu hatuna. Na ndio alikuwa anaidai kwa Malaki. Na anaidai sio kwa sababu ana shida nayo. Mungu mbinguni anaheshimika sana, anaabudiwa sana, anasifiwa sana. Heshima anaitaka ili ahusike kwenye kila unachokifanya, kwa sababu ibada ni faida yako zaidi na sio faida ya Mungu mwenyewe. Kwani unafikiri wewe ukiacha kumwabudu Mungu anapungukiwa kitu? Unafikiri ukizira kwa Mungu anapungukiwaga kitu? Mungu asusiwi, lakini kwa sababu ya upendo kuna vitu vinavyompa sababu ya yeye kuingia kwenye maisha yako. Na kitu kikubwa kinachomfungulia mlango wa kuingia kwenye maisha yako, kwenye tatizo lako, kwenye kazi yako, kwenye afya yako, kwenye changamoto yako ni ibada. Ndio maana ibada ni kitu tulitakiwa tukichukulie serious kuliko kitu kingine chochote. Sio, unanielewa nini ninachosema? Na ndicho Mungu alikuwa anawadai. Iko wapi thamani yangu? Iko wapi heshima yangu? Unajua Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anaona wakienda kwa liwali, wanaenda kwa adabu na heshima yote. Wakiwa kwenye kazi yao, wanaenda kwa adabu, wanaheshimu kazi, hawachelewi, wanawahi. Hivi unafikiri Mungu anajisikiaje? Kazini hata mvua inyeshe na baridi na mbea, unawahi. Lakini ibadani unachelewa. Na unachelewa bado unafika kwenye ukuta pale, unatafuta kakitambaa unajifutafuta nini? Miguu. Kwa wakwe zako una adabu na heshima yote. Hauwezi ukavaa ulivyovaa ibadani kwa wakwe, lakini ukija ibadani unakuja tu kiholela holela. Niliwahi kutoa mfano, nafikiri ni hapa. Nilimtembeleaga mama mmoja Dar es Salaam, rafiki yangu. Nikafika akanikaribisha chai. Nakata maandazi yangu na chai pale, mara nikasikia oni kwa. Akasema Juni akafungue geti. Juni akakimbia kufungua geti, akulifungua akarudi ndani. Alafu akamwambia mama, ni mchungaji.
Yule mama alikuwepo tu pale sebuleni na mikanga yake na mavitenge yake, tunapiga stories za hapa na pale. Ndani ya dakika moja yule mama alizunguka kama umeme sebuleni, yani alienda ghafla sebule imebadilika, mavitambaa yote yamekaa vizuri. Akamwambia usifungue Junior mpaka nikwambie. Aliingia chumbani, tumezoea wanawake wanachelewaga kujipamba. Alirudi na dera jipya, yuko vizuri. Alafu ndio akamwambia Junior kafungua, afu akakaa. Sasa mchungaji alipoingia nikashangaa, mwendo wa yule mama umebadilika, sauti imebadilika. Ndio nikashangaa nasema karibu baba. Kila kitu akiambiwa ndio baba. Amina. Sasa mimi nikapata wivu, nikaanza kujisikia vibaya kwamba mimi nimefika tu, hamwene vipi za leo unaendeleaje, pamoja kwamba mimi na albamu mchungaji hana. Niligundua siku hiyo kumbe mimi pale sebuleni sishitui na sina umuhimu ule. Yaani nilijua nafasi yangu yule mama anavyonichukulia, na moyoni nikaapa nikasema huyu amenizoea, sikanyagi tena hapo. Sijui unanielewa? Na kanifurahisha kitu kimoja, angalau naye aliumbuka yule mama. Amekaa hivi akagundua kuna tambala amekalia amekanyaga. Sasa nikamwona analisukumia nyuma. Hataki mchungaji alione. Sasa amesukuma vizuri, ile anarudisha mguu sijui lilinasa wapi likatoka lote. Alafu lawama zikaenda kwa Junior. Junior nilikwambia sebule yangu usifanye. Ona Junior huko moyoni nasema hakuna cha Junior, ni wewe mwenyewe. Lakini kwa nini anafanya vile? Unajua, anamheshimu mchungaji kiasi kwamba anaona mchungaji hastahili kuiona sebule yake chafu. Mchungaji hastahili kumkuta amevaa vibaya. Mchungaji hastahili kuongelewa kwa sauti kavu kama alikuwa anaongea na mimi. Kwa hiyo kwa mchungaji ni amina baba, haleluya. Yaani unyenyekevu ambao ninaamini hata kwa mume wake huenda hana. Ndio nikajifunza, ndio maana Mungu anapenda ibada. Anachokitafuta tumpe heshima anayostahili. Na ukifika tu hapo utakuja kugundua kumbe ibada ni pana sana. Ibada ni heshima. Mwambie jirani yako ibada ni heshima ya juu. Unayempa mtu unayemthamini sana, unayemheshimu sana. Na ukimthamini mtu utajikuta kila unachotaka kufanya kwake utafanya kilicho bora zaidi. Utatoa muda ulio bora zaidi. Utamwacha yeye azungumze zaidi, wewe utakuwa msikilizaji zaidi. Hautakuwa mtendewa zaidi, utakuwa unataka utende zaidi kutokana na ile hadhi na heshima, utataka umuonyeshe kitu fulani. Mimi siku moja niliwahi kuwaza, hivi katokea tu rais akaja kwangu, alafu natakiwa kutoa zawadi. Nitampa nini? Mwae kutafakari hicho kitu. Yaani utampa nini? Ndio maana watu wengi huwa wakikutanaga na watu wakuu wanapanikigi. Nashangaa katoa kinyago. Yaani anawaza sasa nitampa nini? Nitampa nini? Lakini kinaweza kikatolewa kinyago, ila kikitolewa kwa heshima mpaka mpokeaji anakipokea akijua moyo. Unajua chochote unachotoa na unachofanya kina tafsiri unavyochukulia vitu. Si unanielewa? Na Mungu anatafsiri heshima kulingana na kila unachofanya, kila unachotoa. Yaani hata ulivyokaa hivyo ni ibada. Mungu anaangalia mkao, anajua hapa heshima ipo au hapa heshima haipo. Kwa hiyo ibada sio hapa kumsumbua Pita na kumwambia imbe sio nini. Hilo ni tendo la ibada. Ibada yenyewe ni heshima ambayo sisi watu tunatoka kuwa nayo. Na siku tukija kufaulu mtihani, hata akiingia mjinga pale atamwabudu Mungu kwa kuanguka kifudifudi, kwa sababu siri za moyo wake zitakuwa wazi. Na nafikiri tunatakiwa kuota hiyo ndoto siku moja itokee. Kinachotuponza, hatuna adabu, hatuna heshima, hatumheshimu Mungu na tuna mambo yetu tu, ndio maana mambo hayaendi. Na Mungu atusaidie kwenye hili eneo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ibada ni kuabudu, au ibada au kuabudu ni kuonyesha jinsi unamthamini Mungu kuliko chochote. Na naomba zingatie hili neno kuliko chochote. Mtihani wako huko hapa kwenye kuliko. Kama kuna chochote unachokipa muda kuliko Mungu, unakiabudu hicho kitu.
Kama kuna chochote unachokipa kipaumbele kuliko Mungu, wewe huabudu Mungu, unaabudu hicho kitu. Kama kuna chochote ambacho umekipa hadhi na heshima kuliko Mungu, wewe unaabudu hicho kitu. Na unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuinua viwango na kumpa nafasi Mungu. Ndipo utakapoanza kuona mambo ya ibada yanabadilika kwenye moyo wako. Amina. Bwana asifiwe. Unajua, mtu ukimpa thamani, moja ya jambo kubwa utakalotaka kufanya ni kutumia muda bora na huyo mtu, muda mzuri na huyo mtu, na utautumia kwa kumsikiliza, tena kwa kumsikiliza kwa makini kuliko kuongea sana. Unajua, hata kwenye ibada zetu tumekuwa na maneno mengi sana. Hivi kwa mfano, unaweza kaenda ofisi ya mkuu wa mkoa sasa hivi ukafika ukaanza story. Yaani kwa kuwa utakuwa unaona ile hadhi yake, utakuwa mtu fulani unaotamani aseme yeye, alafu wewe uwe na maneno machache. Je, kwa Mungu unafanya hivyo? Umejipa nafasi ya kumsikiliza Mungu anasema nini na wewe? Au umefika unaongea mwanzo mpaka mwisho? Mungu atusaidie. Lakini thamani itakuongoza kwenye mawasiliano, na ndio sehemu kubwa mawasiliano ndiyo kipimo kizuri sana kinachopima thamani ya mtu, unavyowasiliana naye. Sasa naomba tuangalie maneno ya Biblia kuhusu ibada, na nimegroup kwenye makundi mawili. Bado naendelea kujibu swali ibada nini? Nimesema ibada ni heshima. Sasa nataka kuangalia maneno mawili au vitu viwili. Mungu anachokitafuta kwetu ndani ya hiyo heshima ni mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, anataka huduma. Naomba wote tuseme huduma au service. Yaani ataipima heshima kulingana na tunavyohudumu. Na nitakufafanulia kuhudumu maana yake na maanisha nini. Na kwenye huduma atakachokuwa naangalia ni utii. Naomba tena wote tuseme utii. Ni kiasi gani unahudumu kwa utii kwa Mungu. Nitakufafanulia ninaposema huduma na maanisha nini. Jambo la pili, Mungu anaangalia ukweli au anatafuta ukweli. Kwenye huduma anatafuta utii. Kwenye ukweli hapo au kwenye hili eneo la ukweli anaangalia tendo la ibada lina ukweli ndani. Sasa utakuja kugundua sisi huduma tunafanya lakini zimekosa utii. Matendo ya ibada tunafanya yamekosa ukweli. Sijui kuna mtu anaelewa hayo maneno nilivyoyaweka. Ngoja nirudie hivi. Kwenye eneo la heshima, kwa sura ya nje kuna mambo mawili ambayo tunafanya huduma na matendo ya ibada. Na kwenye huduma anachokiona Mungu ili ajue kwamba umemheshimu, anaangalia utii. Na kwenye tendo la ibada Mungu aangalii unachokifanya nje, anaangalia ukweli unaosababisha hilo tendo. Na bahati mbaya hatuwezi tukamdanganya kwenye hilo. Naomba nianze na kwenye huduma ambako anaangalia utii. Luka sura ya 17 mstari wa 7 hadi wa 10. Kuna maneno Yesu aliwahi kuongea ambayo naomba usiyasahau haya. Nitayasoma hapa alafu ya kutafakarishe ujione wewe ni huyo umekuja ibadani. Yesu alisema hivi. Tena naye aliuliza, lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimae au achungae ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti ule chakula? Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Endelea. Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Bwana asifiwe. Umeelewa hayo maswali Yesu anauliza? Yesu anasema hivi, hakuna bosi yoyote anayeheshimika duniani ambaye mtumwa wake akitoka kulima shambani au akitoka kuchunga, hata kama amechoka na bosi alikuwepo nyumbani labda anaangalia TV, atamwambia yule mtumwa, pole, kaa ule unywe upumzika. Anasema huyo bosi hayupo. Bosi wa namna hiyo hayupo. Ila bosi aliyepo ni yule ambaye haangalii umechoka
haangalii sababu zako, haangalii unachechemea. Atakwambia aise, kanichemshie chai, kanipikie, nile kwanza, alafu wewe ndipo utakapofanya baadaye. Na akasema huyo bosi, moja ya sifa yake, hata sema asante. Lakini mtumwa ili aendelee kubaki kwenye utii wake, anatakiwa kusema nimefanya niliyotakiwa kufanya pasipo kutegemea asante yoyote. Na huu mfano tuugeuzie kwa Mungu. Yesu anasema hivi, Mungu ni bosi wetu. Mungu ndiye aliyetuweka na anataka tumtumikie. Na yeye anachokitaka kwenye utumishi wetu ni utii. Na utii huu tunatakiwa tuwe na akili ya mtumwa. Hebu naomba tuseme mtazamo wa mtumwa. Sasa nini anachomaanisha Yesu? Anamaanisha hivi kwenye hili eneo, ibada ni utii kwa kutumia mtazamo wa utumishi. Mtumwa, moja ya sifa yake anayoielezea hapa ni kwamba hana muda wake mwenyewe. Nairudia hiyo, mtumwa yoyote hana muda wake mwenyewe, muda wake wote ni wa bosi. Mtumwa hana mali yake mwenyewe, mali zake zote ni za nani? Ni za bosi. Mtumwa hana hiari yake mwenyewe, yeye hajiamulie anachotaka, anafanya anachoamriwa. Na yeye kazi yake ni kunyenyekea, na anatakiwa kumpa umuhimu bosi wake kwa kukubali na kujiona yeye si chochote, sio bora, ila bosi wake ndiye bora. Na ndio maana mtumwa hatakiwi kuanzisha hata mazungumzo, ila ni anatakiwa kungojea anayemtumikia aseme. Nirudie tena, nimeenda kasi sana. Mtumwa, au nianzie hapa juu, ibada ni utii kwa kuwa na mtazamo wa utumwa au wa mtumwa. Ndicho Yesu anachofundisha. Na mtumwa ni mtu ambaye hana muda wake mwenyewe, muda wake wote ni wa bosi wake. Hana hiari yake mwenyewe, hana mali yake mwenyewe, hawezi kujiamulia anachotaka, anafanya alichoamuliwa kufanya. Na yeye anachopaswa ni kunyenyekea na kutimiza yote. Na anatakiwa kumpa umuhimu bosi wake kwa kukubali kuwa yeye si bora, ila bosi ndiye bora. Na kwa sababu hiyo hatakiwi kuanzisha hata mazungumzo ya chochote au kubishana kwa chochote, bali anatakiwa kungojea bosi aseme na yeye atekeleze. Ndicho Yesu alichokuwa anamaanisha hapa. Sasa naomba uitafakari hiyo. Ukija hapa ibadani, unakuja na mtazamo wa mtumwa au wa bosi? Muulize jirani yako hilo swali. Wewe ni mtumwa wa Yesu au ni bosi? Wapendwa, ulizaneni vizuri, hiyo nayo ibada kuulizana. Sijui kama unaitafakari vizuri. Kama unajua kabisa kwamba unakuja hapa kumtumikia Mungu kwa chochote unachokifanya. Na tukisema ibada sio tu hapa, yaani hadi kazini kwako, kwenye familia yako, mtaani, wewe ni mtumishi wa nani? Mtumishi wa Mungu. Huna muda wako mwenyewe, huna hiari yako mwenyewe, huruhusiwi tu kujiamulia mambo. Tena sasa hivi nashukuru aka kamsema kwamba watu wanajiamulia sana. Wewe unafanya ulichoamuliwa kufanya, na huhitaji kufanya huduma na ibada kwa kutarajia chochote kutoka kwa bosi. Yaani kwa lugha nyingine Yesu anasema, moja ya tatizo lenu, mnaabudu ili mpokee kitu. Hapana, mnatakiwa mtimize mnachotakiwa kutimiza pasipo kutarajia kupokea chochote. Na ibada zetu zinaharibika kwa sababu waabudu wengi wanaabudu kujipendekeza, kumlaghai Mungu na kumpa rushwa ya ibada yao kwamba Mungu atafanya. Ndio maana utawasikia hata kwenye mambo wasema, Bwana, sisi tumekutumikia, mbona umenyamaza kimya? Wewe ni mtumwa mtovu wa nidhamu, kwa mujibu wa maneno ya Yesu. Mtumwa anayetimiza yapasayo, yeye akitumika anasema nimefanya yaliyonipasa kufanya, mimi ni mtumwa nisiye na nini? Nisiye na faida. Tuko pamoja watu wa Mungu? Pagumu hapo Kwa sababu yani tumetengeneza Mungu tafikiri ni mfanyabiashara mwenzetu.
kwenye kila kitu, mpaka kwenye utoaji wetu wa sadaka. Wakristo hawatoi mpaka umewalagai, umewatengenezea mazingira kwamba ukitoa Mungu atakupa mara 10. Alafu wewe Mkristo mwenyewe wa kanda ya kaskazini anapiga hesabu mara 10, kwa hiyo laki mara 100 ikijidabo inakuwa ngapi hivi? Anatoa. Huyu ni mtumwa, ni mfanyabiashara? Nimewatania wa kaskazini na mimi nimeoa huko mashemeji zangu. Japokuwa siku hizi hela bwana wanapenda tu wote. Kwa hiyo tusituumiane sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hadi maombi watu wanaomba wakiwa na agenda. Lakini kwa maneno ya Yesu, ibada haitakiwi kuja kufanya mbadilishano wowote na Mungu. Inatakiwa wewe utimize, na utatimiza kuanzia unavyotumia muda wako, unavyotumia nafasi yako, unavyotumia kila kitu ulicho nacho, hadi kuvaa kwako kunatakiwa kuwa kumeamuliwa na heshima yako ya ibada kwa Mungu. Na unatakiwa uwaze, Mungu akiniona atajisikiaje? Huwa nawaambiaga watu, chochote ambacho huwezi kuvaa kwa baba mkwe na mama mkwe usivae kanisani, kwa sababu utakuwa unamwabudu baba mkwe na mama mkwe, haumwabudu Mungu. Unajua kuna mtu anaweza katoka hapa ukamwambia twende kwa baba mkwe, akamwambia siwezi kwenda hivi, lakini chechi kaja, atakwambia kwa menywele haya, hapana wewe siwezi kwenda. Yaani kumbe hapa chochote hata kama tunacho cha kuonyesha, tunatakiwa kuja kumuonyesha Mungu, sio mtu. Ndio tafsiri yake. Alafu swali linatakiwa liwe, je, Mungu akiniona hivi ataridhia? Kumbe hadi kutembea, ukielewa hii somo, unaweza kutembea vizuri. Mbona kuna maeneo tukiendaga tunabadilishaga kutembea? Mimi kuna sehemu nimegundua nikifikaga natembea na nyata. Alafu inatokeaga tu automatically. Yaani kama nahisi hata nikipiga kishindo nitaonekana sina nini? Adabu. Lakini kanisani watu wanakuja tu hadi miguu tunafia kama nyasi. Sijui kama unanielewa nini ninachosema. Kwa hiyo Yesu kwa uwe mfano anamaanisha hivi, sisi ni watumishi tunaotakiwa kutimiza wajibu. Kumbe ibada sio swala la unajisikia haujisikii. Ibada ni wajibu unaotakiwa kuutimiza, na lazima uwe unajua ibada inahusu nini. Kama ni saa 4 nitafika saa 4. Nikifika natakiwa kufanya nini? Fanya yote. Uwe unajisikia vizuri, unajisikia vibaya, hayakuhusu. Wewe sema mimi nimetimiza yaliyonipasa kutimiza. Afu timiza kwa ubora, kwa kumheshimu Mungu. Hiyo ndio ibada. Ibada sio kujisinzisha na kugeuza macho, oh we worship you, na Viingereza vingi, oh Lord, we worship you, thank you. Hey. Kumbe ibada ni kutimiza yanayotupasa kutimiza. Sasa Mungu hicho ndicho anachokiangalia. Umetimiza wajibu wako? Umetimiza nafasi yako? Alafu akiona hiyo anasema huyu ameniabudu. Ila sisi utatuzuga, tutasema leo bwana kulikuwa na wese. Eti kulikuwa na wese, kulikuwa na wingu. Tumemwona Bwana. Je, Bwana amekuona? Kwa sababu wewe inawezekana umemwona Bwana. Bwana amekuona? Kwa sababu nafikiri ni muhimu Bwana kutuona kuliko sisi kumuona. Unajua unaweza kumuona na isikusaidie, lakini jambo la msingi ni Bwana akuone. Kwa sababu yeye ndio ana maamuzi ya kukufanyia chochote akikuona kuliko wewe unachoweza kuamua. Jambo la pili ni tendo la ibada. Mungu anataka matendo ya ibada yawe ya ukweli. Naomba wote tuseme ukweli. Nilikuwa nasoma Biblia yangu nikashangaa sana. Watu wote waliowahi kufanya matendo ya ibada. Nikisema matendo ya ibada maana yake utoaji, maana yake uimbaji, kucheza, kupiga magoti, kuanguka kifudifudi, kuinama na kuinuka, kupiga vigeregere, kushangilia, kusifu. Yaani hayo yote ni matendo ya ibada. Bado hayo sio ibada, ila yanaonyesha huyu anayefanya hivi anaabudu. Sasa sisi tutakuona unavyotenda kwa nje, ila Mungu anaangalia ukweli unaotoka ndani. Akiuona huo ndio anasema huyu ameabudu. Kwa hiyo kumbe naweza nikaimba vizuri sana nje lakini sijaabudu. Naweza nikatoa sadaka kumbe sijaabudu. Naweza nikaruka, nikacheza, nikagaragara, nikaanguka kifudifudi kumbe sijaabudu. Kama hilo tendo halina ukweli ndani. Na ukweli wenyewe ni nini? Ngoja nikuonyeshe wenzetu walivyoabudu. Na andika maandiko haya na twende kwa kasi kidogo.
Andika maandiko yafuatayo. Kutoka 34 mstari wa 8. Anza kuandika namba alafu kitabu utaandika baadaye. Mwanzo 24:36. No, 24:26. Ngoja nianze nikupe ofa. Kutoka 34:8. Mwanzo 24:26. Nyakati wa pili 29:28. Joshua 5:14. Unayeniandalia niandalie hilo la Joshua 5:14. Alafu Ufunuo 4:9 hadi 11. Naomba nipatie hiyo Joshua 5:14 na Ufunuo 4:9 hadi 11. Nitayasoma haya mawili. Biblia inasema hivi. Akasema, la, nimekuja sasa, niri amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu, aniambia nini mimi mtumishi wake? Endelea mbele kidogo. Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Joshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapa usimamapo ni patakatifu. Joshua akafanya hivyo. Twende Ufunuo 4:9 hadi 11. Ufunuo 4:9 hadi 11. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukurani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, umestahili wewe Bwana Mungu, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Imeishia hapo. Sasa nisikilize kinachotokea. Hawa watu wanaabudu. Ungekuwepo wakati Joshua na sujudu, ungeliona ni tendo tu la kawaida la kababa fulani ambako kameamua kusujudu. Kama ungeangalia kwa nje, ungekuwepo, ungewaona wale wazee, ungesikia maneno wanayosema ya ibada, na ungeona wanavyovua taji, na ungeambiwa uripoti hilo tukio, ungeandika tu. Lakini naomba nikwambie, kilichowafanya wasujudu na waseme hayo maneno ni ukweli uliokuwa kwenye moyo wao baada ya kuwa wameona kitu fulani kutoka kwa Mungu. Napo nisikilize. Kama utafanya ibada nje ya sababu ya ulichoona Mungu amefanya, hautafanya vizuri, hautakuwa mkweli, utatudanganya hata sisi. Unaweza ukasema, nasikia uwepo wa Bwana, kumbe unawaza maandazi nyumbani, hamna lolote. Roho ananiambia hapa, kuna nguvu za Mungu. Tukikuangalia usoni sasa, si huwa tunawazaga ni kweli au sio kweli? Kwa tunavumiliana tu. Lakini hawa watu ungewaona nini kilichomtokea Joshua. Joshua alikuwa vitani, anaenda kupigana na jeshi moja watata. Wale jamaa walikuwa na nguvu za giza, walikuwa ni kajeshi fulani kasumbufu, na Joshua tunamfahamu alikuwa ni mtu wa Mungu. Akiwa kwenye vita, kwanza hii vita ilikuwa ni ngumu kwa sababu alisaini mkataba kwa kulagaiwa na wale jamaa. Wale walikuwa ni nani? Wale wa Gibeoni nafikiri. Alafu wale jamaa wakamtumia barua, wakasema tulisha saini makubaliano, mje mtusaidie. Na Joshua tayari alishagundua wamemlagai, akataka kuwatolea chini. Mungu akasema, mimi ni Mungu wa makubaliano, unaenda vitani. Alafu kafika vitani kule, vita ni ngumu, haelewi. Mungu huwa ana tabia, akiona watu wake wanapigana vita, yaani Mungu akiona mimi tunagombana na Sirikwa, akigundua ugomvi wetu ni wa mipaka tu ya kawaida ya kiwanja, ni ubinadamu, huwa anatuacha tu yamalize wenyewe. Huwa na kawaida hiyo. Yaani amekupa wisdom, amekupa akili, amekupa njia mbalimbali, atakuacha msolve. Kwa hiyo usiache kutumia akili. Hicho kichwa wengine ametupa vikubwa. Unajua ni aibu ukiwa na kichwa kikubwa afu unashindwa kusolve mambo hata madogo madogo. Hebu kila mmoja agonge hivi. Haukupewa bure hilo tofali. Kuna vitu vya kusolve. Lakini Mungu akiangalia, akagundua huu ugomvi umeapply, umekodi kitu fulani, labda mmoja wapo kati yangu na Sirikwa kaenda kaapply nguvu nyingine, huwa anakujaga mzima kusaidia watu wake. Kwa vingine mwage mnamwacha Mungu naye anapumzika. Vingine vya kutumia tu wisdom. Vingine vinahitaji tu seme samahani, myamalize, maisha yafanyaje? Yaendelee. Na naomba nikutie moyo.
Mungu mbinguni, kama wewe ni mtu wake, akigundua tu hii vita kuna vijamaa vinyamkera na vihirizi vimeingia na uchawi, huwa anakujaga. Shida hatumuoni kwa sababu hata heshima ya ibada hatuna. Sasa Mungu akaja kwenye ile vita. Joshua anamwangalia, kuna jamaa moja limevaa makombat, linatisha. Alafu kiliangalia vizuri analiona halijavaa sare ya jeshi lolote. Hayuko kwenye sare za kina Joshua, hayuko kwenye sare za maadui. Na Joshua anapomwangalia anashindwa kuelewa, ni wa Mungu, ni wa kwetu, sio wa kwetu. Kwa hiyo akamkimbilia, afu akamuuliza swali, wewe uko upande gani? Afu jamaa naye akawa mbabe, akamwambia siko kokote. Mungu akija kama muamuzi, usije ukajipendekeza, mimi ni mwanao, mimi ni mwanao. Kama umezingua anaweza kaanza na wewe. Akasema mimi siko kokote. Alafu Joshua akamtega, akamuuliza ile swali. Alafu alipokuja kujitambulisha akasema mimi ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana. Ndipo tendo la ibada likatokea. Kwa nini? Heshima na ukweli. Yaani kila anachokiona anajua huyu sio wa kawaida. Huyu amekuja kutusaidia, na kwa sababu hayuko upande wowote, maana yake natakiwa kumuini kwenye ukweli, kwenye ibada. Piga hesabu asinge sujudu. Unajuaje asingegeukia tena akajionyesha kwa jeshi la adui? Kuna mtu amenielewa ninachosema? Kwa sababu hakuongea bahati mbaya kusema siko kokote. Maana yake atakaye ni wini ndiye atakaye nipata. Na aliposujudu Joshua, Mungu alipoiona ibada ya ukweli, alafu Joshua ndio akaomba maombi mafupi, Bwana wangu niambie nifanyeje. Na ile vita walishinda kwa kishindo, kwa sababu Bwana alikuwa upande wao. Lakini ibada inaanzishwa na nini? Kile unachokiona kutoka kwa Bwana ndicho kinatakiwa kianzishe ibada. Naomba nikwambie, mtu aliyetoka mochwari labda sasa hivi bahati mbaya, unajua kuna watu wanaumwaga mpaka unakuta labda bahati mbaya kapitia mochwari alafu kakooa kule karudi. Akija hapa ibadani, ukimwambia inua mikono hata inua kama wewe ambaye umekuja umeshiba chai. Kwa sababu amemwona Mungu mzima mzima, amemtoa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Unajua kwa nini ataabudu? Kwa kumaanisha yeye anamuona Mungu, huyu ameniokoa niliyekuwa na kufa. Kwa hiyo ibada yake inaanzishwa na tendo. Kwa hiyo tendo lote atakalolifanya, akiruka, akicheza, akigaragara, Mungu anauona ukweli ndani ya hiyo ibada. Mungu yuko radhi usiimbe kama utakachoimba ni cha uongo. Yuko radhi usicheze kama usiiname. Unajua kuna watu wakiangalia hivi anajiona, wataniona mimi sio wa kiroho. Unakuta ameinama, kumbe hamna lolote. Mungu anaangalia ndani, unamdanganya nani? We kwanza mtu mzima bwana, acha hizo. Mungu atusaidie. Lakini ukiangalia, ukirudi kwa wazee 24, ukisoma ibada ya sura ya 4, walikuwa wanaabudu, ibada inaendelea. Katikati ya ile ibada, wale wazee 24 walipewa hadhi na heshima kwa Mungu mbinguni. Wamefika mbinguni, wamekaa kwenye viti vya enzi, wamevaa mavazi meupe, amewapa taji, alafu wako na Mungu hivi. Lakini ghafla kuna kitu walikiona, waliona utukufu wa Mungu, alafu wakajiona hawastahili. Juzi nilisema Mungu ana tabia moja, alivyo mtakatifu, ukimsogelea hivi unazidi kujiona wewe hufai. Unazidi kujiona wewe ni mdogo. Unazidi kujiona wewe si chochote. Hata kama huku nje unaonekana ni bosi mwenye heshima sana. Ndio maana watu wanaoelewa hata wakiwa na vyeo vikubwa anaweza akaja hapa kanisani akagaragara, alafu mwingine usielewa nayo mabosi hao ndio kujidhalilisha kwenyewe huku. Mzee mzima. Na wewe unajua tunaongeleaga moyoni. Libaba lizima ibadani linagaragara. Na hasa nyinyi mlio kwenye ndoa, ukakute kamke akako rohoni, alafu mume yuko rohoni. Tena bora akiwa rohoni mwanamke. Wanaume kidogo hatunaga gubu. Moyoni unasikia mtu anaongea kama Mikaya yule mke wa Daudi, mfalme mzima, kujifunua mbele ya wanawake kama barazuri. Alafu Mungu kumbe anaangalia ndani. Sasa hawa wazee walipoona ule utukufu wa Mungu, pamoja na kwamba wako mbinguni, unajua walianza kujiona wao si lolote, si chochote. Wakajiona hata hivi viti tumekalia havitufai, wakaviachia. Wakaona hata taji tulizovaa hazitufai, wakazivua. Alafu angalia wanachosema, unastahili wewe. Yaani kwa lugha nyingine, hapa tulipo hatukutakiwa kuwepo hapa. Hata kama duniani tumeonekana ni wema, ni wasafi, lakini ni neema tu imetufikisha hapa. Unastahili wewe kupokea heshima na uweza na nguvu na baraka na utukufu na utajiri. Kwa kuwa, alafu wanaeleza sasa,
kile Mungu alichofanya kilichowafanya wakafika pale. Kwa hiyo unaiona ibada, ukweli wake unaanzishwa na tafakari ya kutafakari, hivi asingekuwa Mungu ningekuwa hapa. Huu mstari tuliokaa hapa, ukitafakari huu mwaka, ukakaa chini tu ukatafakari Mungu alichokifanya, ibada yako itabadilika sasa hivi. Maneno ya ibada yatabadilika sasa hivi. Uchezaji utabadilika sasa hivi. Utajikuta uhitaji tena mtu akuone umeabuduje, uhitaji kuona mdomo umekaaje, uhitaji kuona poda limekaaje, uhitaji kuona wigi limekaaje. Unatafakari alichofanya Mungu, alichokuokoa Mungu, alichokusaidia Mungu. Unasema hakika asingekuwa Bwana nisingefika hapa. Na unajikuta ibada yako inaanza kuwa ya ukweli. Sasa tumekuwa na matendo mengi lakini ya uongo, hayana ukweli ndani. Tunapunga tu mikono. Ndio maana tukiwaambiaga tapunga, mnapunga ya kwanza, ya pili. Wakristo kiwaambia simameni, wanasimama. Ukikaa ukizubaa kidogo unashangaa wamekaa nusu. Na niwaambie inatuboaga tunaosimama mbele huku. Yaani tunaonaga wananichukuliaje? Wananionaje? Bwana asifiwe. Sijui unanielewa nini ninachosema. Hebu angalia idadi yetu. Kila mmoja atafakari 2 wiki. Nilikuwa na furaha, nikwambia nilikuwa juzi Bukoba, nikamsikia mtu anavyoomba. Anapiga story na Mungu. Mimi niliipenda japokuwa ilikuwa inachekesha kidogo. Kwa sababu alipiga story wakati amekataliwa na mchumba. Kwa hiyo anamwambia, "We Anita, utazunguka lakini mimi ndio mume wako. Utaenda, mimi nakuamuru. Wewe yani nenda zunguka, kataa ukataavyo, ila utakubali tu." Yaani ndio maombi hivyo jamani naomba. Anita naye sasa sijui alimfanyaje. Lakini kuna wakati unaweza ukakaa na Mungu ukapiga story. Wangapi mmewahi kuwa na rafiki yako unafika hata ofisini unaanza kumwambia, "Unajua Sirikwa, yani ilikuwa hivi. Yani nimetoka nyumbani bodaboda kanikosa, ilikuwa hivi." Wewe unasemaga hiyo story, kwa nini usiibadilishe uende mbele za Mungu? Umwambie Mungu, "Nimeamka asubuhi, nimepiga mswaki vizuri tu na kushukuru." Na unajua unaweza ukaona kupiga mswaki ni kitu kidogo Kuna watu akiingiza tu mswaki yanatoka mawili. Yaani unajua tuna vitu vingi sana vya kumwabudu Mungu. Unajua ile kuamka tu mifupa ikakubali kwacha, wewe mshukuru Mungu. Kuna watu walijaribu kuinuka hivi, vikagoma. Mimi nakwambia, vikagoma. Kuna watu wameamka asubuhi ashanga tu mdomo uko hivi pembeni. Ndugu yangu mmoja uchaguzi wa 2015 anaenda kugombea, nikamwambia, "Bwana, mtafute Mungu. Usiende hivi hivi akabisha." Akasema, "Mungu, kwa hiyo unaniona mimi pagani?" Nikamwambia, "Hapana, mimi nimejisikia tu kukuambia mtafute Mungu." Akaenda. Na alikuwa kwenye chama kile. Kidumu cha kudumu. Bwana asifiwe. Niombe. Namwambia acha ujinga, ongea vizuri. Anasema, "Unaona naigiza, mimi tumewahi kuwa na utani. Niombe, wamepindisha mdomo." Unaweza usielewe kuabudu mpaka ujue hivi. Naomba nikwambie kitu kimoja. Nimegundua kitu cha ajabu kidogo. Wale ambao mmeamka vizuri mko kwenye hatari kuliko walioamka vibaya. Yaani wewe ambaye mambo yanakuendea vizuri uko kwenye danger, kwa sababu lolote linaweza kutokea wakati wowote. Kwa hiyo ukianza kumuona Mungu kwamba mimi si mimi, wewe umevaa koti limekubali, hiyo ni sababu ya ibada. Bahati mbaya tunakuja mpaka hapa hatuna sababu yoyote ya kumwabudu Mungu. Siku moja nimtaniaga mke wangu asubuhi, ameamka na shangaa, ameenda kwenye kioo, anaenda kazini. Akafanya hivi, "Wa!" Kageuka, "Wa!" Alafu akatembea, "Wa!" Akarudi. Anaangalia, nikacheka. Akasema, "Unacheka nini?" Nikamwambia, "Tafuta sadaka ya kumshukuru Mungu kwenye ibada ya pekee, ukamshukuru Mungu hicho unachokifurahia kwenye nini? Kwenye kioo." Wewe unavaa miwani inakubali. Unapakaa vitu vinakubali. Unajua kuna wenzako wakipakaa unashangaa huku kimekuja cha blue, huku cha nini huku. Sura inagoma. Mapodozi hapo lakini sura yenyewe imestaafu. Haitaki. Hizo zote ni sababu za kumshukuru nani? Mungu. Wewe kazini kwako unaenda tu kienyeji, hujui watu wanafanya vitu gani. Jamani, naomba nikwambie, hakuna wakati wa Tanzania wanaroga kama kipindi hiki.
Watu wanaroga, hujui hata umetamkiwa nini, watu wanaloga. Alafu wewe unaingia unatoka, umepiganiwa, umesaidiwa. Wewe Jumapili yako haitakiwi iwe ya kizembezembe, inatakiwa iwe ya ibada ya kumwabudu Mungu, kwa sababu alichokifanya sio cha kawaida. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapokuja kufanya matendo ya ibada lazima yawe ya ukweli, na tukisema sasa Mungu anakuwa anaelewa tunachomwambia. Tukiimba, tukisema, mioyo yetu inakuwa inasema, Mungu sisi tuko chini yako, na tumekuja hapa kwa sababu tuko chini yako, na tunakiri kwamba wewe Mungu ni bora. Kwa hiyo ukisema Mungu ni mwema ina sound vizuri, unajua. Ukisema hakika wewe Bwana ni nani? Ni mwema. Lakini ukisema ni mwema, umwemae, yani alafu uoni chochote, kwanza ndio una manunguniko. Wakristo wana manunguniko. Namshukuru Mungu hata kwa hiki kidogo. Unajua hiyo ni kauli. Hivi unaweza kumwambia kwa mfano baba yako amekupa kitu, au bosi wako mwambie, unamwambia lakini haina shida bosi, nashukuru hata kwa hiki kidogo. Unajua hiyo ni kauli ya jeuri. Anayeshukuru hawezi kusema hayo maneno, lakini Mungu ni mwema hata kwa hiki kidogo. Neno nasema shukuruni kwa kila jambo. Wewe ukishukuru, shukuru Mungu. Mwambie Mungu, hiki nilichokiona hata kama ni kibaya, najua umeepusha kikubwa zaidi ambacho kingetokea usingekuepo, nisingekuepo hapo. Mungu amekusaza, ametusaza tu. Sisi ni masazo, ni masalia. Kama ungejua kalenda, inawezekana mwingine hapa mko kwenye muda wa bonus. Ni masazo, ni masalia. Vitu vinavyopita ni vigumu, vingine havieleweki. Unapokuja mbele za Bwana, unakujaje? Unamwambiaje? Unatoaje? Unakaaje? Unachezaje? Wewe ukikutana na mtu, nilikuwa napenda alichokifanya yule mzee, anaitwa nani, tuko naye Chunya, yule mwimbaji Mbwembwe. Akacheza, afu bahati nzuri, Mungu akubariki, nikatonywa na mtu kwamba huyu mzee alifanyaje, aliparalyze, alipata kifafa. Hivi unajua hata akitaka kuzingua hivi, akikumbuka kifafa kilivyokuwa kinasumbua, yani anaona kwa nini nisicheze mbele za Mungu? Potelea hapo. Kwa hiyo hapo tutakuta hajali, haogopi. Wewe unamtazamaje yeye anacheza? Nilikuwa nafundisha semina Mwanza, kanisa moja la FPCT. Hivi nimesimama, nikaona muona mzee mmoja, tena sio mzee, yani yuko tu amevaa kawaida, lakini yule bwana praise zinaimba. Kwanza step anacheza tofauti na wenzake. Mnajuaga wale watu wanakuaga wana ulemavu wa biti. Kama biti inaenda ti. Yeye unakuta anadunda hivi. Kwa hiyo akawa anacheza hivyo. Mimi kwa kuwa ni mgeni nikajua hawa ndio wale wazee ambao ziapunga ziawelela. Sasa naendelea na ibada, nafundisha hivi. Alinyanyuka, alikuwa gorofani na analichekeche lake, anayo haya kama ya kwako hayo mzee. Yeye hajali chochote. Alikuja akanibwagia sadaka. Unajua mimi hela nazijua. Ile basha hivyo tu nikagundua ni 1,000,000. Sasa nikaanza ziapunga ziawelela, milioni katoa wapi? Tulivyotoka, yule askofu ameniita ofisini, anasema umemwona vizuri aliyekupa ile sadaka? Nikasema ndio. Akasema yule sasa staji nafasi yake. Bonge la bosi. Tunatoka parking, ndio mwenye gari kali. Nikamuuliza kwani kuna nini? Akasema huyu mzee ni wale watu ambao walikuwa na sifa za kawaida ambazo kwenye vyeo wasingeweza kupata ile nafasi, lakini Mungu amewainua, wamerushwa. Yaani unakuta unaruka nafasi 4, unarushiwa pale juu. Kwa hiyo yeye akija ibadani hawezi kuwa na msamiati wa leo ibada imekubali au haijakubali, imenoga. Yeye ndio anainogesha ibada kwa kumwabudu Mungu. Si unanielewa? Mungu atusaidie. Ngoja niende haraka, nimebakiwa na dakika 10 tu. Kwa hiyo tunapokuja tunamkiri kwa maneno yetu, wewe Bwana ni bora. Tunaanza kukubali ukweli ukubwa wake, na sisi tunajikubali udogo wetu. Kwa sababu ibada yako ndio inayokuonyesha mbele za Mungu, au ndio inayokutafsiri mbele ya Mungu, Mungu ana thamani gani kwako. Ndio inayotangaza kwamba yeye Mungu anastahili ubora na anastahili kupewa nafasi yake. Ibada ndio ambayo inaonyesha. Naomba nikwambie, ibada sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya Mungu. Na ndio maana ni matusi kusema
leo nyimbo sijazielewa. Hatukuimbii wewe, hizi nyimbo sio zako. Anatakiwa kuelewa Mungu, sio wewe. Wewe sio jaji praise, sijawaelewa. Hey, who are you? Nimeisound vizuri hiyo? Oh, mchungaji sijamuelewa. Mchungaji wako wewe njoo kumwabudu Mungu. Na ndio maana ni hatari Mungu anapoabudiwa wewe umekaa kizembe. Nimekwambia ibada huwa inaathiri kila unachofanya. Mnamkumbuka Mikaya yule alichokifanya? Aliposema moyoni, Biblia inamalizia kwa mstari unasema Mungu akamfunga tumbo. Utasa wa yule Mikaya ulisababishwa na kumcheka na kumsema na kumnunia mume wake anayecheza mbele za Bwana. Na nafikiri Daudi sijui alichezaje step. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Sasa naomba nipe dakika 5 nikurudishe kwenye utafiti wangu. Ibada zetu jamani, mimi zinanisumbua moyoni kwa sababu moja ya kufuatilia historia ya ibada. Ukija kwa mfano kwenye Biblia ukaanza kukagua wenzetu walifanyaje ibada, kwa sababu tunapojifunza lazima tuangalie waliofanikiwa walifanyaje, ili tusije tukajidanganya hiki tunachofanya tukafikiri tunafanya vizuri, kumbe tunachezea nje ya uwanja. Lazima turudi kwenye uwanja na neno la Mungu ndio litakaloturudisha. Sasa nilikuwa najaribu kufanya utafiti wangu ule niliokuambia mwanzoni. Nikajifunza mambo yafuatayo kwa nyakati zote. Maana yake hizi dakika 5 nataka tusafiri na wewe miaka zaidi ya 2000 ya historia ya ibada. Nitaanza na Mwanzo sura ya 4. Kuna vijana wawili walifanya ibada, Kaini na Habili. Na wao waliamua kumheshimu Mungu kwa njia ya sadaka. Kaini akaleta matunda ya shamba kwa sababu alikuwa mkulima. Habili akaleta wanyama wa kafara kwa sababu alikuwa ni mchungaji. Na Mungu akaikubali sadaka ya Habili, lakini akaikataa sadaka ya Kaini. Maana yake ibada ya Habili ilipata kibali. Na kwa nini? Kwa sababu Habili alifanya kanuni ya ibada. Ndani ya sadaka yake kulikuwa na utii, ndani ya sadaka yake kulikuwa na ukweli. Na utii wa Habili kilichomsaidia alipokuja ibadani, alijua Mungu anataka nini. Naomba wote tuseme alijua Mungu anachotaka. Kaini alipeleka sadaka anayotaka yeye. Habili alitoa sadaka anayotaka Mungu. Ndio tofauti yao. Ndio maana Mungu akamwambia Kaini, kama unataka kibali, kwa sababu ibada inaathiri maisha, na wewe unataka kibali, fanya vema. Na kufanya vema ibadani ni kufanya anachotaka Mungu, sio unachotaka wewe. Muulize jirani yako, umetoa anachotaka au umetoa unachotaka? Kwa hiyo ibada ni kwa ajili ya Mungu. Inahusisha kujua aina ya sadaka unayotoa, muda unaotoa, na chochote unachotoa kile Mungu anataka. Na Kaini alipaswa kujiuliza swali, kwa nini Mungu ameikataa sadaka yangu? Alafu angejiuliza hili swali, huenda asingefika kule alikofika. Hiyo ni historia naanza hapa. Ukija kwa Ibrahimu, yeye aliamua kumwabudu Mungu kwa kujenga hema. Ibrahimu alijenga hema kwa ajili ya familia yake. Kwa kujenga madhabahu, alijenga hema kwa ajili ya familia yake, lakini alijenga madhabahu kama mahali pa ibada pa kumwabudu Mungu, kwa sababu alijua kwamba Mungu anahitaji dhabihu katika ibada. Kwa hiyo kile kitendo tu kwake kilikuwa ni ibada, ilikuwa na ukweli, ilikuwa na utii ndani. Ukija kwenye mifumo ya dhabihu ya Agano la Kale, utakuja kugundua Mungu aliagiza Agano la Kale walete wanyama walio bora kwenye sadaka zao na wenye gharama kubwa, ili kuonyesha Mungu ni wa thamani ya juu. Ndio maana akasema wanyama wenu wasiwe na dosari lolote, asiwe amevunjika chochote, asiwe na doa lolote, wala asiwe hata na ugonjwa wowote. Mnyama bora ilikuwa inamaanisha kuonyesha thamani ya Mungu. Ndio maana kwenye Malaki hiyo tumesoma Mungu anawashutumu na kuwalaumu kwamba mmeniletea wanyama vipofu na vilema. Na kwa lugha nyingine anawaambia ndio maana maisha yenu yamekuwa vipofu na vilema, kwa sababu unavyoabudu ndivyo utakavyoishi. Unachofanya kwa Mungu ndicho utakachotokewa nacho huko unakoishi. Ukija kwa Musa, Sabato na zile maskani, Sabato ile inaongea kitu kuhusu ibada. Sabato haikuwepo mwanzo kipindi cha kina Ibrahimu, Isaka na Yakobo na kina Yusufu hawakuwa nayo. Ilianzishwa baada ya kutoka Misri. Lakini Mungu alichokuwa anakitafuta, alitaka muda. Hebu wote tuseme muda. Aliutaka muda uwe ibada angalau masaa 24 kwa wiki
au siku moja kati ya siku 7 apewe, na yeye akaiweka hiyo kwamba mtu akifanya hivi atakuwa ameniheshimu. Kwa hiyo walikuwa wakitimiza huo wajibu, wanaonekana wamemwabudu na wanapata thawabu kwa Mungu. Ukienda kwenye maskani na ile hema ya kukutania au ibada za hema, lile jengo linazungumza kitu kuhusu ibada. Jengo la kwanza lile la jangwani lilikuwa linawafundisha watu jinsi ya kumkaribia Mungu. Ule uzio mrefu ulimaanisha kuifanya ibada kiwe kitu cha siri na cha umakini, kisichotoka nje, kifanyike ndani. Mapazia yale yalimficha Mungu pale patakatifu ili watu wasiukimbilie haraka uwepo wa Mungu wakiwa wajajiandaa vizuri. Kwa hiyo patakatifu kule ndani kulikuwa na sanduku la agano, na hakukuwa hata na madirisha. Mwanga wa utukufu wa Mungu ndio ulikuwa unapamulikia mahali pale, na madhabahu zote zilizofanyika au sadaka zote za kuteketeza zilifanyikia nje. Lakini ile madhabahu, hema yake, ukifuatilia vizuri, inakufundisha kitu kuhusu ibada, namna ya kumheshimu na kumsogelea Mungu kwa umakini. Ndio maana watu walikuwa wanaingia hadi na minyororo miguuni, ukikosea huchomoki. Ukija kuangalia mfumo wa makuhani, naenda haraka kidogo, utakuja kugundua Mungu aliteua kikundi maalum cha watu waliokuwa wanavaa mavazi maalum wakiwa na uvumba mkononi. Walijua njia sahihi na walionywa njia mbaya ya kumkaribia Mungu. Kwa hiyo walikuwa wakitekeleza ile njia sahihi walioagizwa, ndio Mungu anahesabu kuwa ibada. Ukija kwenye ibada za hekalu baadaye walipojenga kina Suleiman, utakuja kugundua ibada zao kubwa zilijikita kwenye sherehe za Pasaka, Pentekoste na sikukuu za mavuno. Na akina Daudi ndio walikuja na kitu kipya kabisa, akatengeneza kwaya kubwa ya watu zaidi ya 3,000-4,000 na wanamuziki aliyowalipa fedha zake yeye, wataalamu kabisa, waimbe mbele za Bwana. Na wakatunga zaburi, wakaimba mbele za Bwana, na walikuwa na zaburi za aina mbili. Kuna zaburi tunaziita ni zaburi za mimi, unaimba kama mimi naimba mimi sijui nini, unajiimbia wewe. Alafu kulikuwa na zaburi za sisi, wanaimba kwa umoja wao. Na zote hizo ilikuwa ibada. Na pia wakaongezea kitu kingine, wakahamasisha sana watu waje kuhiji, wale Wayahudi wanaoishi nje ya nchi waje kuabudu. Na yalikuwa yakifanyika hayo matendo, inasabika ni nini? Ni ibada. Lakini haya matendo yalikuwa yanakuwa na maana, ndani kukiwa na utii, ndani kukiwa na ukweli, na ndio walikuwa wanafanikiwa kwa sababu hiyo. Ukiendelea kwenye historia, utakuja mpaka uhamisho wa Babeli wa miaka 70. Walijikuta ghafla taifa zima liko Babeli, wamekaa huko miaka 70, hakuna hekalu, hakuna kuhani. Hapa huwa napapenda sana. Wamefika mahali ambapo miundombinu ya ibada haipo, lakini Mungu wa kuabudiwa yupo. Na walipogundua kumbe Mungu hana shida ya mambo ya nje, hana shida ya maspika, hana shida ya jengo, ana shida, anachotaka ni utii na heshima, ndiko walikoanzisha ibada za masinagogi. Wakaanza kujikusanya watu 10, alafu wanafanya ibada tofauti na zile za utaratibu wa hekalu, kwa sababu kule hawezi wakateketeza sadaka, hawezi wakatoa sadaka zao za zaka, hawezi wakatoa mavuno na utaratibu wao wa ibada. Wakaanza kufanya ibada zikiwa na mfumo simple sana. Ibada zao zilikuwa na mambo 4 tu. Wakikusanyika wanamsifu Mungu, alafu wanaomba kwa Mungu, alafu wanahubiri, kunakuwa na mahubiri, wanasoma na kufafanua maandiko, alafu baadaye wanatamka tamko la imani, zile creed. Na andiko lao lilikuwa, nafikiri ile Kumbukumbu la Torati sura ya ngapi, inasema sikia Israeli, Mungu wako ni mmoja. Wakitoka hapo wanatawanyika, lakini wamemwabudu Mungu katika ukweli na katika utii. Na imagine huko walikuwa kwa hadi akina Daniel. Baada ya uhamisho wa Babeli, waliporudi kwenye nchi yao wakajikuta wana ibada za mifumo miwili. Ibada za hekalu zikarudi, lakini ibada za sinagogi hawakuwahi kuziacha. Kwa sababu ibada za hekalu walikuwa wanakusanyika mara 3 kwa mwaka. Ibada hizi za wiki, naomba nikwambie, zimeanzia uhamishoni Babeli, zilikuwa hazipo kwa taifa la Israeli. Waisraeli walikuwa wanafanya ibada mara 7 tu kwa mwaka za kukusanyika. Na walipotoka uhamishoni wakawa wanafanya ibada 3 tu za kukusanyika. Lakini kwa kuwa wameshajua Mungu kumbe anatakiwa kuabudiwa kila siku, kila wiki wakawa wanakusanyika, wanafanya kwenye masinagogi yao, alafu na zile za hekalu wanaendelea nazo. Hizi ibada ndizo ambazo hadi Yesu alizikuta. Na Yesu utaona akifanya ibada kwenye masinagogi, utamwona akifanya ibada kwenye mahekalu, kwa sababu na yeye alikuwa ni Myahudi. Na yeye ndiye akatuanzishia ibada nyingine mpya kabisa. Pazia la hekalu lilipopasuka, baada ya Yesu kufufuka, ikaibuka ibada ya Jumapili, kwa sababu kanisa limeanzishwa siku ya Jumapili asubuhi, siku ya Pentekoste, kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2.
Na wale mitume walipoanza kufanya ibada za kukusanyika, hawakuchukua mfumo wa ibada za hekalu, walichukua mfumo wa ibada za sinagogi. Kwa hiyo ibada za Wakristo wa kwanza ungewakuta walikuwa wakikusanyika, wanaimba, wanaomba, wanahubiri, alafu wanatoa na changizo kwa ajili ya sadaka zao kwa sapoti watakatifu, na wakaenda hivyo na wakahubiri Injili, wakafanya mambo makubwa, Roho Mtakatifu akiwaongoza. Na ukikagua kanisa la kwanza utaona ibada ya Kikristo sasa inaanza kufanyika, ambayo ndio tunatakiwa kurudi hapo. Walifuata mfumo wa sinagogi, walikutana mara moja kwa wiki, walifanya ibada angalau kwa siku kila mmoja binafsi isiyopungua masaa mawili. Na ukisoma taarifa, nilikuwa nasoma maandiko, kuna maandiko tunaita maandiko ya Didache. Yaliandikwa karne ya kwanza kuanzia mwaka 50 mpaka 120. Yanaeleza vizuri sana walivyokuwa wanafanya ibada. Saa ya kwanza walikuwa wanasoma na kufundishwa neno. Na wao walikuwa wakiingia ibadani wanaanza na neno. Na walikuwa na theory fulani wanasema tukienda mbele za Mungu anatakiwa aanze kusema Mungu kabla hatujasema sisi. Kwa hiyo walikuwa wanaanza na neno, baada ya neno ndipo wanasifu. Wakisifu wanashiriki meza ya Bwana, kwa maana wanaumega mkate. Na ndivyo walikuwa wanafanya ibada, na ibada zao zilikuwa na nguvu. Ukisoma Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 26 utaona Paulo anachokielezea juu ya ibada zao. Na waliruhusu vipawa na karama pia kutumika kwenye hizo ibada. Nafikiri hiyo screen yetu imenani. Utaenda kusoma. Paulo anaeleza ibada na ubora wa ibada za kanisa zilivyotakiwa kuwepo. Lakini ukiendelea karne zilizofuata ya kwanza mpaka ya tatu, wakaanza kupata na majengo, mfumo wa ibada ukaanza kubadilika, na ilipofika miaka ya giza ndio mambo magumu yakaingia. Kipindi cha giza, kanisa lilipopoteza nguvu ya Roho Mtakatifu, lilianza kurudi kwenye ibada za hekalu. Ibada zikageuka kuwa kama mila na desturi, na hivi vitu ndio vikatuathiri mpaka wakaja wa Protestanti wakajaribu kuzirejesha ibada, lakini bado kukabaki mifumo. Na bahati nzuri wengine mmetoka huko. Ibada fulani mnakaa, anayefanya ibada ni mmoja, wengine mmekaa kama mabubu. Kanisa limewahi kufika, mnaingia ibadani mnatenganishwa na kioo. Anayehudumu ndiye anayeongea na Mungu, ndiye anayesoma neno. Akigeuka tu kwenu labda anaweza kuwashirikisha meza ya Bwana, mnatawanyika. Yaani unaingia ibada kibubububu, unatoka kibubububu. Na kanisa lipita kipindi cha kishetani hujawahi kuona. Mpaka matengenezo ya kanisa yanafanyika. Ulipokuja Upentekoste, ibada zikarudi tena kule kwenye ibada ya kanisa la kwanza, zikawa na nguvu. Ndio maana ukifanya itathmini sasa, ukaja kukagua tunavyoenda sasa hivi, unaanza kupata maswali. Hivi namna tunavyoenda tuko sawa? Na baadaye jioni nitaeleza baadhi ya mambo 6 yanayoathiri ibada zetu kwa kufuata mlolongo wa historia, kwa sababu muda unaenda, na nitaongea vitu kama viwili tu, nini kinachoendelea sasa hivi, alafu tutajua wenyewe kwenye ibada hizi tunazokusanyika tuko ndani au tuko nje. Lakini ukweli ni kwamba matendo yetu ya ibada, hivi vitu tunavyofanya hapa ni vitu bora sana. Kama watu walifanya ibada wana ngoma tu na chekeche, sisi tuna mavinanda, alafu ibada zao zikawa na nguvu. Tunachokosa sisi ni utii na ukweli. Na siku tukija kupata hivyo, ndio tutakuja kugundua hata hizi speaker na zenyewe ni mtumishi wa Mungu. Hatutapata watu kama yule bibi alisema ngakawamo na simo mbilike kunjwego. Na zitakuwa ibada ambazo wote zinatupeleka mbele za Mungu. Naomba nikwambie, kwenye utafiti wangu bado sijaukamilisha sana, lakini niligundua moja ya watu wanaoteseka kwenye ibada za sasa hivi ni watu wazima. Ibada zile tunaziita za kiroho ni ibada za vijana. Yaani nisiende mbali sana. Hawa wazee wanavumilia tu. Na wengine wana ile kwamba sasa hata nikitoka nitaenda wapi? Lakini wanaingia humu, yani wanapambana kivyao vyao. Alafu sisi ndio tunasema leo tumemwona Bwana. Ibada inatakiwa itubebe wote, itupeleke patakatifu pa patakatifu. Ianze na mdogo, ije na mtu wakati na mtu mzima. Mungu atusaidie. Wangapi wanaelewa ninachosema? Hebu naomba usimame. Naomba usimame. Muda wetu umeenda, lakini naomba usimame. Wale ambao watakuwepo baadaye jioni, najua tutakuwa na muda mzuri zaidi. Nitaipitia tena hii, alafu nitakwambia baadaye nini ambapo tunatakiwa kwenda. Mungu anataka ibada tu. Yaani uhitaji mengine. Kama utasahau yote, kumbuka hilo. Mungu anataka ibada. Na ibada sio swala la mkumbo. Ni swala lako binafsi la kujua Mungu amefanya nini kwenye maisha yako. Wangapi wako tayari kumwabudu Bwana? Usije ibadani hivi hivi.
Usije ibadani bila ajenda. Usije ibadani hujajiandaa. Mkumbuke, mtafakari Mungu amefanya nini kwenye maisha yako. Kuna wengine mko hapa mkiwaangalia waume zenu mpaka mnakana kujaga wazo, hivi huyu baba akiondoka sasa hivi nitafanyaje? Alafu bado unaleta mbwembe kuabudu. Aliyeshikilia hako kababa. Kuna wengine yani maisha yameshikiliwa kama na uzi wa buibui. Hayaeleweki. Tunaishi dunia imejaa magonjwa. Hatari nyingi. Si mnaona hatari ilivyo sasa hivi? Sasa hivi nani anamwamini mwenzake? Jana nilikuwa saruni nikakosea gari. Ile natoka saruni nikafungua mlango wa gari. Kumbe nimechanganya gari. Na jamaa amekaa pale mbele. Mshituko aliyoshituka na sura aliyonionyesha. Unajua nilivyoenda kwenye gari ile nimepatia, nikamwambia niliyekuwa naye, kweli hatuko pazuri. Yaani ameshtuka akapata hofu kama vile amekuja kunyakuliwa. Niliona usoni, niliona mashaka. Jamani, sisi tunatia huruma ujue. Sisi hatuna tumaini ujue. Wewe nawaambiaga watu, ukitaka kujua mtu anatia huruma, mvizie leo kama amelala, muangalie. Hata kama mmeo amekukorofisha, muangalie usoni dakika 5, utalia anavyotia huruma. Hatuna tumaini lolote. Tumaini letu ni Mungu na lazima tumfanyie ibada. Tumebakiwa na nini kama Wakristo? Hebu jaribu kutafakari, umebakiwa na nini? Una kitu gani ulicho nacho cha kujivunia? Unayo afya hiyo? Unayo afya hiyo? Una uchumi huo? Kumbuka hata familia zako. Kwa nini umekuwa wewe ndio angalau unaonekana una afadhali? Na watu wa ulimwengu mwingine wameshagundua siri ni ibada. Wanafanya kwa uaminifu na wako serious kwenye ibada zao huko. Sisi sasa tunaponea wapi? Tunatumiaje hata hizi dakika chache tunazokuwa nazo mbele za Mungu? Unazitumiaje? Unaingiaje hapo ulivyoingia na unatokaje vile vile? Unaendaje kuikabili wiki yako na hujafanya ibada vizuri? Na wengine mpo hapa hata ibada za wiki hamna. Ibada binafsi hamna. Yaani wewe kiponeo chako ni hapa ibadani. Alafu bado unakuja huna agenda. Utaponaje? Hebu funika macho yako. Alafu twende mbele za Mungu wote. Mwambie Mungu, mshukuru Mungu. Sema kile ambacho unaona sasa kinachoweza kuanzisha ibada. Hata kama maneno machache kama aliyosema Joshua. Alipoona akasema, Bwana, sema ambacho mtumishi wako anapaswa kusikia. Shusha kidogo. Niguse kwa roho wako, Baba, usinipite, nipende neema yako. Mwambie Bwana maneno hayo. Niguse kwa roho wako, Baba, usinipite, nipende neema. Ninakuama, wewe mwenye kuniwezesha, uniwezesha, Baba, usinipite leo, nipe neema ya neema. Ninakuamania, ninakuamania, wewe mwenye kuniwezesha, kuniwezesha, Baba, usinipite, nipe neema yako. Mwambie Bwana maneno ya ibada kutoka kinywa chako. Bwana Yesu, tunaishiwa maneno, tunakosa maneno, tunakosa kusema. Kwa sababu chochote tunachoweza kusema hakilingani na ukuu na ukubwa na wema na ubora
na mambo uliyofanya kwetu. Baba yetu, ni wewe Bwana uliyetulinda, ni wewe Bwana uliyetulisha, ni wewe Bwana uliyetutetea, ni wewe uliyetuokoa, ni wewe uliyetusaidia, ni wewe uliyetunusurisha, ni wewe uliyetuinua ukatusaidia, ni wewe uliyetupa afya na uzima, ni wewe uliamuru Bwana tuwepo, ni wewe uliyefanya yote, ni wewe Bwana uliyetuzingira pande zote, ukahakikisha mishale yote iliyorushwa gizani haitufikii. Ni wewe uliepusha magonjwa, ni wewe uliepusha mikosi, ni wewe uliepusha ajali, ni wewe uliepusha hatari ambazo hata macho yetu hayakuona. Tumekuja kukuabudu kwa vinywa vyetu na tunaonyesha matendo yetu. Bwana, pokea ibada yetu, pokea shukrani zetu, pokea Bwana, maana umetutafakarisha, na utusaidie Bwana kutupa moyo wa kunyenyekea, moyo wa ibada, moyo wa kukutafuta, moyo wa kukutumikia, moyo wa utii, moyo wa ukweli, ili tuweze kukuabudu Bwana. Hatuna nguvu nyingine isipokuwa wewe, hatuna uwezo mwingine isipokuwa wako, hatuna mtu Bwana, umebaki wewe, hatuna mtu wa kutusaidia, umebaki msaada wako. Tukumbuke Bwana, maana hatuna pa kusema, hatuna pa kujieleza, hatuna wa kuegamia, hatuna wa kumwambia mambo yetu. Umebaki peke yako Bwana, na wewe upokee shukrani zetu, pokee ibada yetu, pokee maombi yetu, pokee Bwana sadaka zetu, pokee Bwana mioyo yetu, ukatujalie neema, ukatupe neema, ukatupe msaada, ukatutie nguvu katika mambo yote, katika jina la Yesu. Tutakuwa na dakika chache. Mwambie Mungu, naomba unirehemu. Mwambie, naomba unisamehe, unirehemu, nahitaji nianze moja. Twende kwa dakika chache. Baba yetu, tunasogea kwako, naomba rehema yako, naomba unisamehe kwa muda ulionipa. Nahitaji nianze vizuri. Natubu kwako Bwana, sija kufanyia ibada vizuri. Unisamehe Mungu wa majeshi. Nipe moyo wa ibada, nipe moyo wa kukuabudu, nipe moyo wa kukutumikia. Yesu nisaidie, Yesu nitetee, Yesu nipiganie, Yesu nitetee, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tukiwa tumetulia kabisa, naomba mtamsaidia mama huyu, msogeze kule, msogeze, msaidie, msogeze kwenye kiti pale.